Bwana ni mwema na wakati wote. Basi nipende kualika kabisa watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wa chaneli hii ya The Signal for Flight TV, lakini pia na wale ambao tuko hapa kwa ajili ya kipindi cha tuseme tu bado dakika 2 tuite neno mchana, lakini kibiblia tayari ni mchana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha kuweza kufika hapa salama, na tuzidi kumtukuza yeye. Na hivyo basi niwaalike, kabla tujaanza kipindi chetu, niwaalike kama una nafasi tuweze kupiga magoti, tuweze kupata ombi. Tuombe. Baba yetu mwema, rafiki yetu mpendwa, asante kwa nafasi ya pekee na ya thamani katika maisha yetu ambayo umeweza kutujalia watoto wako. Jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu umetulinda tokea tunazaliwa mpaka leo tupo hai. Umetulinda kwa muda wa siku ya kwanza mpaka siku ya 7 leo tena. Jina lako litukuzwe. Tunakuja mbele zako Baba yetu tukizidi kuomba rehema na msamaha wako mahali tulipotenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba ukatusamehe. Asante kwa sababu Bwana unatupenda. Tusaidie na sisi kuweza kukupenda wewe ili tuishi sawa sawa na maelekezo yako. Kabla mlango wa rehema hujafungwa, tunakusihi tusaidie tukaweze kuelewa na kujiandaa kikamilifu kutengeneza tabia ya Yesu Kristo katika maisha yetu, kuakisi tabia ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Tunakusihi Bwana ukapate kuwa pamoja nasi, maana peke yetu hatuwezi. Na hivyo dakika hizi za mwisho kabisa Bwana, tusaidie kuwa wanyenyekevu na kujiandaa kwa ajili ya marejeo ya pili ya Yesu Kristo yaliyo karibu. Asante kwa sababu Bwana tunaamini utakuwa pamoja nasi, hata vyombo vyetu tunaamini Bwana utaendelea kuvilinda. Tusaidie tujifunze chini ya utukufu wako. Asante kwa sababu tunaamini utakuwa pamoja nasi. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Haya, basi tutaenda kuangalia somo fupi tu ambalo litahusiana hasa na mitego ya shetani dakika hizi za mwisho. Mitego ya shetani au madanganyo ya shetani dakika hizi za mwisho ndilo somo ambalo tutaenda kuliangalia dakika hizi za mwisho pia. Basi nipende kualika kabisa tuweze kuwa tayari kwa ajili ya kusikiliza, lakini pia kwa ajili ya kunoti mahali fulani, wale wanaonoti, ili tuweze kujifunza maneno ya Bwana. Lakini pia katika somo hili tutaangalia kwamba ijapokuwa kuna mitego na madanganyo hayo, inatupasa kushinda. Haina budi tushinde kwa neema ya Yesu Kristo, maana majaribu yapo, lakini Yesu kwa sababu alikuja kwa ajili ya kutusaidia na kutushindia. Kwa hiyo hatuna udhuru tena wa kusema kwamba tutaendelea kushindwa na majaribu. Nitaanza tu na vitabu ambavyo vimekuwa ni maarufu au tumevizoea sana. Katika kitabu ni cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Kitabu ni cha Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Biblia inasema maneno yafuatayo: jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kufanya nini? Wa kutokea, ili muweze kustahimili.
Hili fungu linahitaji tafakari ya kina ili kuweza kulielewa. Biblia inasema kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Kumbe majaribu yanayotupata ni kawaida ya mwanadamu. Lakini anasema kwamba Mungu ni mwaminifu ambaye hata tuacha tujaribiwe kupita tuwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu Mungu atafanya nini? Mlango wa kutokea ili tuweze kustahimili. Kwa hiyo kumbe tutakutana na majaribu, lakini hatutajaribiwa kupita tuwezavyo. Maana yake majaribu yote Mungu aliyapima, Kristo aliyapima. Kwa hiyo hakutakuwa na jaribu ambalo tunaweza kulipitia ambalo halikupimwa kwenye mizani ya Kristo na kuona kwamba hili mwanangu anaweza kulivuka. Kwa hiyo tupo katika kipindi ambacho tutapitia majaribu, lakini kwa neema ya Kristo tutaweza kushinda ikiwa tu tutanyenyekea miguuni pa Kristo ili aweze kutusaidia. Lakini tutaangalia pia kwamba pamoja na haya majaribu Mungu ameweka mlango wa kutokea, na huu mlango wa kutokea aliyoweka kuna maelekezo pia ya kuweza kuona huu mlango wa kutokea. Tutauona vipi na ni mambo gani basi ambayo tutatakiwa kuyafanya pia ili tuweze kuwa au kuweza kuona kwamba mlango huu Bwana aliyouweka kwa ajili ya kutokea ni upi. Kwa hiyo itahitaji kufanya mambo kadha wa kadha ambayo pia tutayaangalia katikati ya majaribu hayo. Lakini pia tuliweza kuangalia na tutaendelea kuangalia zaidi katika majaribu yote haya. Mungu sio kwamba anatujaribu, maana yeye mwenyewe anasema Mungu hamjaribu mtu. Lakini sisi tunajaribiwa tu kwa tamaa zetu kimsingi. Kwa hiyo tutaweza kuangalia mambo kadha wa kadha. Na tutaenda kupitia mambo machache ambayo tumekuwa tukifunzwa hapa pia na kuweza kujua tunaweza kujiandaa kwa namna gani. Kwa hiyo nadhani tutaangalia mambo fulani fulani ili kuangalia hapo. Lakini pia tutanukuu ambayo imekuwa ikisomwa sana na yenyewe itatusaidia mambo fulani fulani kuweza kuelewa katika kitabu cha Maandiko ya Awali sura ya 8 inayosema jaribio la nini? La imani yetu. Tutasoma sura hiyo kipengele ambacho anasema kwamba Mungu amenionyesha kuwa yeye huwapa watu wake kunywea kikombe kichungu ili kuwasafisha na kuwatakasa. Swali, Mungu ana lengo la kutuangamiza au ana lengo la kutufanya tupotee? Hapana. Mungu anaruhusu, tutaenda kuangalia hapo. Anasema Mungu amenionyesha kuwa yeye huwapa watu wake kunywea kikombe kichungu ili kuwasafisha na kuwatakasa. Anasema ni kikombe kichungu, lakini nao wanaweza kukifanya kiwe kichungu zaidi na zaidi kwa kufanya nini? Kulalamika na kunung'unika na kuona uchungu. Kumbe tunavyolalamika tunapopitia majaribu, tunapopitia shida, maana yake tunazidi kukifanya kikombe kiwe kichungu. Lakini anasema na wale wanaokipokea kikombe hicho kwa malalamiko na manung'uniko inalazimika wapate kikombe kingine, maana kile cha kwanza hakijafanya makusudi yake moyoni. Kwa hiyo tukilalamika maana yake tunapitishwa kwenye majaribu mengine mpaka tustahimili, kwa sababu uwezo wa kustahimili tumepewa. Na haya majaribu yanatuandaa kwa ajili gani? Tutaangalia. Anasema na kama kile cha pili hakitafaulu atalazimika kupata kingine na kingine baada ya kingine mpaka makusudi ya Mungu yafanyike, ama sio wataachwa kuwa wachafu na moyo usiotakaswa. Anasema niliona kuwa kikombe hiki kichungu kinaweza kufanywa kuwa kitamu kwa uvumilivu
ustahimilivu na maombi. Kumbe kikombe kinaweza kuwa kitamu kama tukivumilia, tukiwa wastahimilivu, lakini tukiwa na nini? Na bidii ya maombi. Kwa hiyo anasema na kwamba kitafanya makusudi yake kwa wale wote wanaokipokea. Kwa namna hiyo na Mungu ataheshimiwa na kutukuzwa. Si jambo dogo kuwa Mkristo, kuwa mtu wa Mungu na kukubaliwa naye. Anasema si jambo nini? Dogo kuwa Mkristo. It's not a small thing. Yani kuwa Mkristo sio jambo dogo, na leo wengi tumechukulia ni jambo dogo sana. Kuwa Mkristo. Sikiliza, anasema hivi. Anasema Bwana alinionyesha baadhi ya wale wanaoamini ukweli wa leo ambao maisha yao hayaambatani na imani yao, wana kiwango cha utauwa cha chini kabisa, wako mbali kabisa na utakatifu unaotakiwa na Biblia. Anasema baadhi hujihusisha na mazungumzo hafifu yasiyofaa. Anasema mazungumzo hafifu si tunayafahamu? Yes. Tunafahamu mazungumzo hafifu yasiyofaa. Mazungumzo ya utani na mizaha. Anasema hivi, na wengine kufanya kazi kwa kujiinua. Tunahubiri kwa kujiinua, tunasaidia wengine kwa kujiinua, lakini anasema haiwezekani kutazamia kujiridhisha wenyewe, tukiishi na kutenda kama ulimwengu, kuwa na anasa zake na kufurahia kundi la wale ambao ni wa ulimwengu, na kisha kumiliki pamoja na Kristo katika utukufu. Sasa aya inayofuata itaenda kutuonyesha pia. Napenda sana hii huduma, naipenda sana kwa sababu aya inayofuata inasema ni lazima kushiriki mateso ya Kristo hapa duniani kama tunataka kushiriki katika utukufu wake ujao. Anasema ni lazima kufanya nini? Kushiriki mateso ya Kristo hapa duniani kama tunataka kushiriki katika utukufu wake ujao. Hivi ni Biblia au ni roho nabii? Ni kile kile, si ndio? Yani kimsingi Biblia kwenye kitabu cha nini? Wafilipi. Twende Wafilipi. Yes. Wafilipi 1. Wafilipi 1:29 anasemaje? Maana mmepewa kwa ajili ya nani? Ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Maana yake kumbe hatujapewa kwa ajili ya Kristo kusema tunamwamini Kristo, lakini pia na kuteswa kwa ajili yake. Ndio maana hapa anasema ni lazima kushiriki mateso ya Kristo hapa duniani kama tunataka kushiriki katika utukufu wake ujao. Kama tunatafuta faida zetu wenyewe na namna ya kujifurahisha wenyewe badala ya kutafuta kumfurahisha Mungu na kuendeleza kazi yake yenye thamani inayodhoofika, tutakuwa tunamdharau Mungu na kazi yake takatifu tunayodai kuwa tunaipenda. Anasema bado tuna nafasi ndogo sana kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Hakuna kitu kingine kipasacho kuwa cha thamani sana kiasi kwamba kwacho hatutajali wokovu wa kondoo wa Yesu waliotawanyika na kujeruhika. Anamalizia kusema wale ambao kwa sasa wanafanya agano na Mungu kwa kujitoa kafara, muda si mrefu watakusanywa huko nyumbani ili kushiriki thawabu iliyo kuu na kurithi ufalme mpya milele zote. Anasema tuna muda nini mwingi? Tuna muda mchache wa kuweza kujiandaa. Na kweli sasa hivi ukiangalia dunia ilipofikia na matukio yanayoendelea, unagundua kabisa tuna muda mchache wa kujiandaa. Lakini dunia inafanywa kuwa kama ya kupendeza ili tuendelee kufanya nini? Kuona kama tuna muda mwingi. Sasa haya ndio madanganyo kimsingi. Kwa hiyo tunapojifunza madanganyo, mojawapo kwanza ni fikra. Kwa sababu mwanadamu alipoumbwa, kitabu cha Steps to Christ
Mwanadamu alipoumbwa, aliumbwa katika hali gani? Sura ya 2 ya kitabu cha Steps to Christ anasema, inayosema jinsi mwenye dhambi anavyomhitaji Kristo. Sura ya 2 anasema, hapo mwanzo binadamu alipewa uwezo bora na ubongo uliotimamu. Umeona hiki kitu? Alafu anasema alikuwa mkamilifu katika umbo lake lote, naye akawa katika hali ya umoja na Mungu. Akawa katika hali ya umoja na Mungu. Tutaenda kuangalia au tunaweza tukaangalia kwenye hiki kipengele cha hapa at-one-ment, yani akawa na hali ya umoja na Mungu. Maana yake lazima kwanza kuna kitu kinaitwa upatanisho kifanyike. Hauwezi tu kuwa mmoja na Mungu hivi hivi. Kuna kitu lazima kifanyike. Kwa hiyo tutaangalia hapo. Anasema hivi, cha kwanza alikuwa mkamilifu. Alafu sio tu mkamilifu katika umbo lake lote, alikuwa pia mmoja na Mungu. Fikra zake zilikuwa safi. Umeona, fikra zake zilikuwa safi. Makusudi yake yakawa matakatifu. Nakumbuka hicho kitu, makusudi yake yakawa matakatifu. Je, Mwanzo 1:26 tuliangalia inasemaje? Tuliona Mungu alimuumba mtu, alisema na tumfanye mtu kwa maana yake kuumbwa kwa mfano wa Mungu, maana yake katika tabia na makusudi. Yani huo ndio ulikuwa mfano wa Mungu. Kama vile ambavyo tutakuja tuangalie, huu ni mfano. Unajua mfano huwa sio kama halisi. Yani kwa mfano si tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Ila sio kwamba mimi nilivyo hivi na kamwili hivi na Mungu yuko hivyo hivyo. Ni mfano. Lakini sasa tunaambiwa kwa tabia na makusudi, purpose. Anasema lakini kwa ajili ya kutomtii Mungu, uwezo wake uligeuka ukawa mbaya, tena badala ya upendo akawa akijifikiria nafsi yake mwenyewe. Sasa angalia hiki kitu sasa. Badala ya upendo nini kikaingia? Kujifikiria mwenyewe. Kile kitabu kingine kilichoandikwa Jipatie Amani Moyoni wametumia neno binafsi. Kwa hiyo utakisoma hapo. Kwa hiyo anasema hivi, tunaisoma sasa kule imeandikwa hivyo. Lakini kwa ajili ya kutomtii Mungu, uwezo wake uligeuka ukawa mbaya, tena badala ya upendo akawa akijifikiria nafsi, yani akawa mbinafsi. Maana yake kinyume na upendo, cha upendo ni ubinafsi. Kwa hiyo binafsi ukaanza kuletwa taratibu. Na ubinafsi tunaupata wapi? Tunaupata tu pale bustanini mwa Edeni. Wanadamu walipoasi, tunaona kwamba Hawa alipokula lile tunda akajiona kana kwamba yupo tu vizuri, si ndio? Maana yake akaona mbona hamna shida. Na ndio hali ya sasa hivi shetani aliyotupatia. Yaani kwamba unaishi maisha ya dhambi lakini unaona kama mbona tu kama niko vizuri, kwa sababu hauoni mabadiliko. Lakini kimsingi huwa ni hali bandia ambayo shetani huwa anampatia mtu. Sasa Hawa naye alikuwa katika hiyo hali. Alipokuwa katika hiyo hali akawa chombo. Yaani na sisi katika hiyo hali utaona kwamba tunaenda kuwa vyombo. Yaani shetani anatutumia katika ile hali ya usalama bandia au temporal prosperity, mafanikio ya kitambo. Haya, kwa hiyo shetani huwa anatupatia kitu kinaitwa mafanikio ya kitambo. Yaani unakuwa katika hali kama ya utakatifu, lakini kumbe upo katika mtego wake. Na ukiwa katika hali hiyo, anakutumia wewe kuwa tena chombo chake kwenda kudanganya. Sasa Hawa na yeye alikuwa hivyo hivyo. Mwisho wa siku akatumiwa kwenda kumdanganya nani? Adamu. Sasa tutaenda kuangalia kwamba hiyo hali ndiyo leo hata sisi tunafanywa hivyo. Kwa sababu gani? Tutaenda kuangalia kwamba hali ambayo Hawa alikuwa nayo pale bustanini mwa Edeni, kwanza kuna nukuu inasema kwamba the idle mind au an idle mind is the workshop of Satan. Yani kwamba ukikosa kazi, akili iliyokaa tu haina kazi yoyote, inaenda kuwa karakana ya shetani.
Hiyo ipo hata katika maisha ya kawaida. Yaani kwa mfano Hawa alikosa kazi ya kufanya, akaenda tu kuzunguka bila kazi. Kwa hiyo shetani hata sasa hivi, yani kama hatutakuwa na kazi, tutaenda kuangalia hapa, kama hauna kazi ndani ya kufanya, shetani anakupa kazi. Kwa hiyo hata kama umeshika simu, ila kama huna kazi ya Mungu, ujue unaenda kufanya kazi ya shetani. Narudia tena, kwa dakika hizi tunazoishi, kama hautakuwa unafanya kazi ya Mungu, ujue unafanya kazi ya shetani. Kwa hiyo sikiliza, anasema hivi, tulikuwa katika kuangalia kwamba fikra au mwanadamu huyo ambaye alikuwa na upendo, baada yake akajifikiria ubinafsi. Sasa pale bustanini mwa Edeni, Hawa alipogundua au walipokula, sasa wakajigundua wapo uchi, si ndio? Wakaenda kujitafutia majani ya mti wa nini? Wa mtini, si ndio? Sasa wajifunike. Unaweza kwa haraka usione tendo la ubinafsi pale, lakini lilikuwepo na ndio chanzo chake. Sasa tendo la ubinafsi lilikuwa wapi? Kitendo cha Adamu na Hawa kwenda kujitafutia majani ya mti wa mtini, walikuwa wanajitafutia haki yao. Walikuwa wanajitafutia kuhesabiwa haki kwa matendo yao ya ubinafsi. Yaani hii ndio ukisikia kwamba mtu anatafuta haki kwa matendo ya sheria, inaanzia hapo. Yaani maana yake sasa kwamba mwanadamu akataka hesabiwe kuwa mtakatifu, lakini katika matendo ambayo hayajatendwa katika Mungu, yametendwa katika ubinafsi. Ni matendo ndio, lakini sio matendo ambayo ni zao la Kristo, bali ni matendo ya kujitafutia. Tutaweza kuyaangalia kwamba matendo haya hayapishani na matendo yale ambayo leo yanaweza yakafanywa. Kwa mfano, leo unaweza ukamsaidia mtu, lakini ukimsaidia yule mtu unataka mpaka watu wakuone. Kwa hiyo lile tendo unaweza ukatenda, lakini sio limetendwa kama zao la Kristo, bali ni tendo ambalo ni lako mwenyewe, limetokana na ubinafsi. Na ubinafsi kimsingi tunazungumzia kabisa utu wa kale. Masomo ambayo tulikuwa tumeangalia nyuma, kama mliweza kubahatika kuyaona, tuliangalia kwamba utu wa kale ni ile tabia ambayo mwanadamu alirithi kutoka kwa shetani baada tu ya kuwa ametenda dhambi au ameasi. Kwa hiyo alirithi tabia ya shetani ambao kimsingi Biblia inatumia kama utu wa nini? Wa kale, ambao huo ndio unaitwa kujifikiria mwenyewe. Huo ndio unaitwa nia ya mwili. Sasa hiki kitu ndicho ambacho mwanadamu alikipata. Sasa hiki kitu ndio kinaenda kutuonesha kwamba shetani anatudanganya kupitia hiki pasipo hata kujua. Na ndio hapo unaweza ukatenda tendo lolote unahisi kwamba ni jema kwa mapenzi yetu wenyewe, lakini yamejengwa katika ubinafsi, lakini sisi tunahisi tunampendeza Mungu, na kupitia hivyo tunajitafutia haki. Sasa hicho kitu hakikubaliki mbele za Mungu. Kwa mfano, ukija kanisani unakuja kwa mtazamo upi? Naweza kuja kanisani kumbe watu tu wanione na mimi nimekuja wapi? Kanisani. Wasije wakaniza, mbona wewe hujaenda kanisani? Kwa nimekuja kwa mtazamo wangu. Yale matendo yote yanakuwa sio yametendwa na Mungu, bali ni yetu, ile yametendwa katika ubinafsi. Sasa sikiliza hapa, sikiliza. Sasa alipokuwa akijifikiria mwenyewe, anaendelea kusema tabia yake ikapungua nguvu kwa sababu ya kufanya dhambi. Hata yeye mwenyewe kwa nguvu yake au kwa nguvu zake peke yake alikuwa hawezi kushindana na maovu. Alikuwa chini ya mamlaka ya shetani, naye mwanadamu angalikuwa katika hali hiyo milele kama Mungu asingaliondoka na kumsaidia. Umeona hiki kitu? Hapa huu mpango wa ukombozi ndio tutaona ni kumsaidia mwanadamu ili arejeshwe kwa Mungu. Vinginevyo mwanadamu anakuwa katika hali ya ubinafsi na kujifikiria mwenyewe. Na hizi hali ndio tunaziona zinaendelea. Kwa mfano hata sasa hivi utagundua, unajua nilipokuwa najaribu kuitafakari ile njozi, ambayo Nabii Ellen G. White alionyeshwa, nikagundua kwamba Mungu atusaidie.
Unajua ile njozi ilikuwa inasemaje? Ngoja tuione, ipo katika Testimony to Ministers. Testimony to Ministers ile 400 ukurasa wa 473 aya ya 3, sawa? TM 473 aya ya 3. Ile njozi ambayo kimsingi ni njozi ambayo Nabii Ellen G. White alifunuliwa kuhusiana na kikao ambacho shetani alikaa na malaika zake. Unajua alizungumza nini? Sikiliza. Alisema hivi, enendeni mkawafanye hao wenye kumiliki ardhi na fedha walewe kwa masumbuko ya maisha haya. Leo mnaonaje? Watu walio na pesa. Ndiyo ile kwamba mwenye pesa anaambiwa hata atoke mjini hataki kutoka. Yule ambaye anatamani kutoka naye hana. Sikiliza hiki kitu. Enendeni mkawafanye hao wenye kumiliki ardhi na fedha walewe kwa masumbuko ya maisha haya. Anasema uleteni ulimwengu mbele yao katika muonekano wenye kuvutia mno. Umeona hiki kitu sasa? Ulimwengu unaletwa katika hali ya kuvutiwa. Yaani mtu akisimama pale akaiona Kariakoo, anaona nafsi yangu inaona kila kitu hapa. Mbona kuna matunda mengi? Mbona kuna mboga zipo, kama ni sukuma wiki mpaka na figiri, broccoli, mpaka na vile vitu cauliflowers, vingine ambavyo havipatikani baadhi ya sehemu. Sasa mtu akiona anaona, sikiliza, uleteni ulimwengu mbele yao katika muonekano wenye kuvutia mno, ili wapate kuweka hazina yao hapa na kuyaweka mapenzi yao katika mambo ya kidunia. Umeona hicho kitu? Imetupasa kufanya kila tuwezalo ili kuwazuia wale watumikao katika kazi ya Mungu wasipate fedha za kutumia dhidi yetu. Umeona mpango? Yaani maana yake hii ni agenda ambayo shetani amekusudia kabisa. Yaani kawanyang'anyeni wa Sabato fedha. Kawanyang'anyeni. Wakibaki nazo wawe wagumu kutoa. Na ndio maana leo mtu ukimkuta na hela nyingi anakuwa mgumu kutoa. Mungu atukuzwe kwa wale ambao wameamka wanaendelea kutoa kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Mungu. Mungu atukuzwe kwa ajili yao. Lakini anasema kwamba hii ni agenda ambayo shetani ameiweka. Na anasema nini hapa? Anasema imetupasa kufanya kila tuwezalo ili kuwazuia wale watumikao katika kazi ya Mungu wasipate fedha za kutumia dhidi yetu. Hifadhini fedha katika safu zetu wenyewe. Na sasa hivi ndio maana wanahifadhi fedha kwenye safu zao wenyewe. Anasema kwa kadri wanavyopata fedha nyingi zaidi ndivyo watakavyoujeruhi ufalme wetu zaidi kwa kutuchukulia mateka wetu. Unafikiri ya masomo yanavyopanda huko mitandaoni yanaenda bure? Yanaenda kwa kutumia gharama kadhaa. Kwa hiyo kadiri yanapowafikia watu yanazidi kuwaamsha. Yanazidi kuwaamsha, na ndio maana wengi kupitia masomo haya wanaamshwa. Sasa shetani anaona banieni pesa hizo wasipate hata mabando, kwa sababu zinafanya ufalme wetu unavunjwa. Wekeni pesa kwenu wenyewe, zitumieni, msipeleke huko. Msifanye watu wasambaze vitabu. Sikiliza, anasema hivi. Anasema wafanyeni wajali fedha zaidi kuliko kujenga ufalme wa Kristo na kuzieneza kweli tuzichukiazo. Nasi hatupaswi kuhofia ushawishi wao. Hivi umesikia hichi kitu? Hatupaswi kuhofia ushawishi wao. Wanajua kabisa kumbe Mungu anaweza akaleta nini? Ushawishi. Lakini wanasema hatupaswi kuhofia ushawishi wao. Unaweza ukawa mhubiri maarufu ukajulikana, lakini hawapaswi kuhofia. Wanasema ila wafanye nini? Wanasema hivi, kwani twajua ya kuwa kila mtu mwenye ubinafsi. Umeona hilo neno? Kila mtu mwenye nini? Ubinafsi. Kila mtu mwenye ubinafsi aliye na tamaa ataangukia katika mamlaka yetu na hatimaye kutenganishwa na watu wa Mungu. Kwa hiyo kumbe shetani anajua kabisa akitushika kwenye ubinafsi, umimi ule, selfishness, ambao ni shina la mabaya yote,
Nakumbuka hapo, si tunakumbuka Timotheo wa kwanza 6:10 inasemaje? Shina la mabaya yote ni kupenda fedha. Na sasa hivi kweli ukiangalia tunapenda hivyo vitu, si ndio? Lakini huu ni mtego. Huu ni mtego. Kwa hiyo pesa hatutoi kwa ajili ya kazi ya Mungu, tunafanya kwa ajili ya kujipendezesha wenyewe. Huu ni mtego. Na huu mtego tusipouepuka, maana yake tayari tutakuwa tumeshindwa na jaribu. Kwa hiyo Shetani ameweka ajenda hizi, enendeni mkawafanye hao wenye kumiliki ardhi na fedha walewe kwa masumbufu ya maisha haya. Kwa hiyo unaweza ukaenda hata shambani, lakini tukaenda kulewa na masumbufu ya maisha haya, tukasahau muda wa kuomba. Hebu twende hapa, gospel workers, tukasahau hivi vitu. Gospel workers ni ukurasa wa 100, lakini kitabu cha Pastoral Ministry ni ukurasa wa 21 aya ya 4. Gospel workers ni ukurasa wa 100. Kwa hivyo vyote ukienda Pastoral Ministry ni ukurasa wa 21 aya ya 4. Sikiliza anachokisema. Anasema hivi: katika pambano kuu lililo mbele yetu, yeye ambaye angedumu kuwa mwaminifu kwa Kristo lazima apenye ndani zaidi kuliko mawazo na mafundisho ya wanadamu. Hivi hiki kitu tunakitafakari. Unajua iko hivi kwamba hatutakiwi kuishia hapa mimi ninapozungumza au fulani anapozungumza au yeyote. Sisi tunatakiwa twende tupenye ndani zaidi. Na ukitaka uligundue hili, wengi hatuna uzoefu binafsi na Kristo. Tuna uzoefu wa watu wengine. Yani kwa mfano kama masomo tunayo ya watu wengine ndio ambayo tuna uzoefu nao, ila hatuna uzoefu wa masomo yetu wenyewe, kwamba hapa kweli nimesoma, hapa kweli nimetafakari, nimekutana na Kristo. Yani na huo uzoefu unapatikana, unajua wapi? Kwenye kujichunguza. Yani ile umekaa kabisa, unatoa muda kwa ajili ya tafakari ya kina. Sikiliza sasa. Yani na hapa ndio utapata uelewa. Mungu atakupa vitu vingi ambavyo ni tofauti. Anasema hivi: ujumbe wangu kwa wahudumu vijana kwa wazee ni huu. Ujumbe kwa wahudumu vijana kwa wazee ni huu. Sikiliza. Anasema linda kwa wivu saa zako za maombi. 1, kujifunza Biblia. 2, na kujichunguza binafsi. Tenga sehemu ya kila siku kwa ajili ya kujifunza maandiko na ushirika na Mungu. Hivyo utapata nguvu za kiroho na kukua katika kumpendeza Mungu. Mmeona haya mambo wapendwa? Linda kwa wivu. Maana yake ni nini? Muda wa maombi unapofika, sisi tuna biashara zetu, wala hatuna hata wivu. Unajua wivu ni ile kwamba yani mtu umefika bado mimi naosha vyombo au nakula. Yani uko lazi hata kuacha chakula uende kwenye nini? Kwenye maombi. Nazungumzia mawazo kichwani. Lakini wakati fulani tukikuta muda wa maombi shapita dakika 5, basi nitaomba baadaye. Umeona? Tayari hatulindi kwa wivu. Lakini pia linda kwa wivu, maana yake hata kama ni mapishi, nawahi kupika kabisa nikijua kwamba nina saa moja mbele tu la kuingia kwenye nini? Kwenye ibada. Lakini mara ngapi tunafanya kwa kujivuta sana? Hatuna wivu. Tunazidiwa hata na mashuleni kule. Mwalimu fika saa 1 kamili asubuhi. Huo umesaini. Walimu wanasaini madaftari. Lakini sisi tunafanya nini? Mungu atusaidie katika haya maswala. Anahitaji tulinde kwa wivu. Shetani wapendwa atatudanganya kupitia haya maswala tusipokuwa na hali hiyo. Unajua siku moja nilikuwa nasoma hiki kitabu nikakutana na mchungaji mmoja. Hii nitaisoma tu, yani mimi kokote nitakakoenda. Alikuwa anaitwa Huli. Mchungaji Huli alikuwa ni mhudumu ambaye ni maarufu sana, lakini Ellen alituma ujumbe kwa ajili yake. Na mimi binafsi nikikana kujichunguza najikuta kwamba
nilitakiwa niandikwe hapa Mbajo, ujumbe kwa Mbajo. Leo tukiletewa ujumbe sisi tunakuwa na mtazamo gani? Maana hata leo ukiletewa ujumbe kwa fulani, unahisi anakusema, sio anakusema, anakusaidia. Kwa hiyo kuna wakati fulani tunasaidiwa, kuna kusemwa kweli na kusaidiwa. Sasa huu ni ujumbe kwa Huli. Na je, tunapomsoma hapa tuseme Nabii Ellen alikuwa anamsema? Amna, alikuwa anamsaidia. Sasa toa neno Huli, weka Mbajo, weka jina lako hapo. Anasema hivi, huyu ndugu Huli akamwambia, umejifunza kazi nyingi ili kufanya hotuba zako ziwe kamilifu, zenye uwezo na za kupendeza. Kwani sisi hatufanyi hivyo? Tunafanya. Lakini somo kuu na muhimu zaidi umepuuza. Somo gani ili amepuuza? Kujichunguza wewe mwenyewe, ujuzi kamili juu yako mwenyewe, kutafakari na maombi umevipuuza sana. Umeona hayo mambo matatu? Kujichunguza wewe mwenyewe, cha pili maombi, na kutafakari havipo. Swali, sisi wahubiri tuna haya mambo? Anasema hivi, anasema ujuzi kamili juu yako mwenyewe, kutafakari na maombi umevipuuza sana. Vimekuja kama vitu vya pili. Kufanikiwa kwako kama mchungaji kunategemea kulinda moyo wako mwenyewe. Utapokea nguvu zaidi kwa kutumia saa moja kila siku katika kutafakari na kuomboleza juu ya mapungufu yako na uharibifu wa moyo, na kusii upendo wa Mungu unaosamehe na uhakikisho wa dhambi zilizosamehewa, kuliko ambavyo ungetumia saa na siku nyingi katika kusoma vitabu vya waandishi hodari zaidi na kufahamu kila pingamizi kwa imani yetu na udhibitisho wenye nguvu zaidi unaounga mkono imani yetu. Umeona hiki kitu? Yaani nabii anataka kutuonyesha kwamba yani ni bora usitumie muda mwingi kutafuta kuthibitisha imani yetu kwa wengine. Yani ile kwa mfano huwa tunasoma ili kwenda kuwaonyesha watu ukweli tunaoamini, lakini ukweli huo hautusaidii sisi. Yani maana yake hapo tunafanya kazi bure. Na ndio hapa hiki kipengele anachokisema kwamba kuomboleza, yani ungetumia saa moja katika kutafakari na kuomboleza juu ya mapungufu yako na uharibifu wa moyo na kusii upendo wa Mungu unaosamehe na uhakikisho wa dhambi. Unajua hiki kipindi tunachoishi ni kipindi ambacho tunatakiwa tuhakikishiwe kabisa dhambi zetu kwamba tumesamehewa. Na uhakikisho huo haupatikani popote pale isipokuwa tu tutakapoishi maelekezo ya Mungu na kuamini kupitia yale ambayo tunayasoma na kuyaishi na kuyatenda kama yalivyo kwa nguvu za Yesu Kristo, na kuamini kwamba hakika hapa tumesamehewa. Lakini hatuwezi kuamini kwamba tumesamehewa ili hali bado tunarudi kila siku katika makosa. Nadhani ukisoma sura ya pili, sura ya 3 kwenye hiki kitabu, kuna sura inasema toba. Toba yoyote haipo mpaka kwanza Kristo amekusukuma kutubu. Unajua kutubu na penyewe tunatubu, lakini kimsingi kwa nini tunarudia dhambi? Unajua dhambi tunazozirudia hatujawahi kutubu katika maisha yetu. Yani ukiona umetenda leo hiyo hiyo afu ndo unairudia, yani haujawahi kuwa na toba katika maisha yako au yangu. Maana yake nini kutubu? Kwanza kutubu maana yake nini? Anasema hivi, kutubu ni aya ya pili ya hii sura ya 3. Anasema kutubu maana yake ni hivi, ni Steps to Christ, sura ya 3 ya njia salama, hatua za ushindi, jipatie amani moyoni, sura ya 3 aya ya pili. Inasema kuhuzunika kwa ajili ya dhambi, tena kujitenga mbali nayo. Hatuwezi kuacha kufanya makosa mpaka tumetambua ubaya wake. Umeona hiki kitu? Kumbe uwezi ukaiacha dhambi mpaka tumetambua ubaya wake. Na ubaya wa dhambi unajua tutaenda kuelewa wapi? Hapa. Yaani huduma hii ndio tutakuja tuone ubaya wa dhambi, jinsi dhambi ilivyo mbaya. Yaani wana wa Israeli walikuwa wakitoa hapa kafara. Kumbuka hapa, tunakumbuka hiki kitu mara ya kwanza kilikuwa wapi?
kilikuwa bustanini mwa Edeni. Bustanini mwa Edeni ndipo kulikuwa kunapatikana hiki kitu hapa. Tunapoiona hii, nini hii inaitwa? Madhabahu ya kuteketezea kafara. Hapa ndipo ambapo utakumbuka kwamba baada ya Adamu kuasi, walipotolewa mle bustanini mwa Edeni, kimsingi walijifukuza wao wenyewe bustanini mwa Edeni, sawa? Maana yake sasa Adamu alikuwa anaenda kutoa kafara na watoto wake kwenye mlango pale. Si mnakumbuka kwenye mlango kulikuwa na nini? Kulikuwa na makerubi wamewekwa, kumaanisha kwamba pale ndipo walipokuwa wanaenda kutolea kafara. Kwa hiyo Adamu alikuwa akitoa kafara, anachinja, huku anawaonyesha tulikuwa humo, na humo ndimo tulimofukuzwa kwa sababu ya kutenda hiki. Na kwa kitendo hiki tunachokifanya, maana yake tunatangaza mpango wa Mungu wa ukombozi, kwamba yuko ambaye anakuja kuchukua dhambi au kuondoa dhambi zetu ambazo tumezitenda. Kwa hiyo kupitia kafara Adamu alikuwa anakubali mpango wa ukombozi wa Mungu. Lakini utagundua kwamba Kaini ni kielelezo cha mtu ambaye alikataa mpango wa Mungu wa ukombozi. Kaini akapeleka nini? Mazao. Si mtakumbuka Mwanzo sura ya 4? Kaini akapeleka mazao. Mazao maana yake nini? Alikuwa anakataa mpango wa Mungu wa ukombozi, kwamba mimi nitaokolewa kwa matendo yangu mwenyewe. Na ndio kama wengi sasa hivi tunafanya matendo mengi, lakini yote tunayafanya katika ubinafsi. Kwa hiyo hatutaokolewa kama tukiyatenda kwa namna hiyo. Sasa tutaangalia yupi ambaye anaweza kutusaidia sasa sisi kutenda mapenzi ya Mungu kweli. Ni Kristo peke yake. Ndio maana toba tafsiri yake ni kwamba tusipoelewa kwanza ubaya wa dhambi. Maana yake ubaya wa dhambi nini? Kumchinja yule kondoo aliyekuwa anamchinja hapa Adamu. Kondoo alikuwa na hatia? Hapana. Nakumbuka kondoo ni mnyama miongoni mwa wanyama ambao hata unapomchinja anakutazama, au unapomchinja anakuwa yani kwanza inakupa huruma alivyo mpole, alafu unamchinja. Kwa hiyo Adamu alikuwa anapata ubaya wa dhambi kadiri alivyokuwa anamchinja yule mnyama, na kuona kwamba kumbe dhambi yangu ndiyo imefanya mnyama asiye na hatia huyo aweze kufanya nini? Kufa kwa ajili yangu. Kwa hiyo kile kitendo kilikuwa kinajenga chuki dhidi ya dhambi kwenye akili ya nani? Ya Adamu. Ndicho hiki anachoeleza sura ya 3 ya kitabu cha Steps to Christ, anachosema kwamba kutubu maana yake ni hivi: kuhuzunika kwa ajili ya dhambi, tena kujitenga mbali nayo. Hatuwezi kuacha kufanya makosa mpaka tumetambua ubaya wake. Hatuwezi kufanya makosa mpaka tumetambua nini wapendwa? Ubaya wake. Hali yetu katika maisha yetu haitabadilika kamwe mpaka tumeitenga dhambi mbali na nini? Haya. Kwa anasema kwamba hali yetu katika maisha yetu haitabadilika kamwe mpaka tumeitenga dhambi mbali na mioyo yetu. Tunaitengaje dhambi mbali na mioyo yetu? Na ndio maana shetani ametumia muda kutudanganya mno. Na mojawapo ya danganyo ambalo sasa hivi anataka kutudanganya ni kuto kujua hata tunasamewaje dhambi. Unajua naye imebaki kuwa kama nadharia. Yaani kwamba tunasameweje dhambi. Kwa mfano, hebu ngoja tusome kidogo ka kipengele haka. Maana nilichokuwa nakiangalia hapa ni ile kwamba toba ya kweli inafanya nini? Inasababishwa na Kristo mwenyewe. Kwa mfano, tunakumbuka Daudi alivyokuwa anatubu. Toba ya Daudi ni toba inahitaji tafakari. Unajua hakuna mtu aliyetenda, sio hakuna mtu, kimsingi miongoni mwa watu waliotenda dhambi ambazo zilikuwa ni mbaya sana alikuwa ni Daudi, kwa sababu alitenda dhambi tunaita wanaita au kwa Kiingereza wanasema presumptuous sin. Presumptuous sin ni dhambi ambayo unatenda huku unajua
kabisa kosa, lakini unatenda tu kwa makusudi. Kwa Kiswahili kingine inaitwa dhambi za makusudi. Yaani umekusudia kabisa kufanya. Sana zile ni dhambi mbaya sana. Sasa toba yake, Daudi alimlilia Mungu sana, sawa? Katika sala yake, ukisoma kwenye hiki kitabu wameeleza vizuri, alipoelezea katika Zaburi ya 51 aya ya kwanza na ya 14, ambapo alikuwa anaelezea Mungu ni rehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, yafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi yangu, maana nimejua mimi makosa yangu. Yani kuna kukiri umo na toba. Kimsingi toba ndio inatangulia kabla ya maungamo, sawa? Alafu ameendelea mbele kwa maombi hayo. Sasa nabii anasema hivi, nataka ndio nisome ka sentensi yako kujua kwamba toba ya kweli tunaweza kuifanyaje. Anasema kutubu kwa namna hii hakuwezekani kwetu sisi kwa uwezo wetu wenyewe. Anasema kuna uwezekana katika Kristo tu. Anasema hapo ndipo wengi hupotea katika kudhani kwamba hawawezi kuja kwake Kristo isipokuwa kwanza wamekwisha kutubia dhambi zao. Ni kwa kweli mtu kutubia dhambi zake kwanza ndipo Mungu atamwachilia, maana ndio moyo uliovunjika na kupondeka tu unaona ya kwamba unamhitaji Mwokozi. Kwa cha kwanza kabisa sio kwamba ile mtu akitubu ndio anakubalika kabisa, si ndio? Yaani mpaka atubu kabisa. Kuna kitu cha kwanza, kile kwanza uhitaji. Unajua mdhambi kabla hata ya toba hiyo kufanyika, kwanza anaona uhitaji wake wa kupata toba. Sasa ule uhitaji unaletwa na nani? Sikiliza sasa hapa. Naendelea kusema hivi, nitaluka aya hapo. Sawa? Anasema hivi, kadiri tusivyoweza kusamehewa dhambi bila Kristo, ndivyo tusivyoweza kutubu pasipo roho ya Kristo kuamsha dhamiri. Umeona hiki kitu? Yaani maana yake anasema kadri tusivyoweza kusamehewa dhambi bila Kristo, ndivyo tusivyoweza kutubu pasipo roho ya Kristo kuamsha dhamiri. Kumbe hata toba ni roho ya Kristo anaamsha dhamiri. Akisha amsha dhamiri ndio inakukeleketa. Halafu ukikubaliana nayo sasa. Kimsingi dhamiri hizi tulikwisha kuumbiwa, sawa? Mwanadamu tokea na umbo aliyeumbiwa dhamiri ya kutokutenda kimsingi dhambi au makosa. Kwa hiyo Mungu anachofanya kuiamsha tu. Kwa sababu aliyeipozesha ni shetani. Baada ya kuwa tumetenda dhambi, si mnajua kabla ya dhambi tulikuwa yani kama 50 kwa 50. Nikisema 50 kwa 50 sina maana ya kule waliokimbia Ubelgiji kutafuta haki za wanawake. Nazungumzia kwamba uwezo wa kutenda mema na mabaya ulikuwa katika hali sawa. Kwa namna hii huwezi ukavutwa sana kutenda mema au kavutwa kutenda uovu. Yani ilikuwa katikati. Mwanadamu alipoasi, uwezo wa kutenda mabaya ukaongezeka juu ya uwezo wa kutenda mema. Maana yake sasa hakuna mwanadamu yeyote kwa sasa hivi anayeweza kutenda mambo mema tu peke yake. Ni mpaka nguvu nyingine ingie ndio imsaidie, imwezeshe kuweza kutenda mambo mema. Ndio sentensi tuliyosoma hapa, sawa? Sasa anasema hivi, Kristo ndiye asili ya kila fikara njema. Yeye tu ndiye awezaye kupanda mbegu ya kuchukia dhambi. Umeona kitu katika moyo? Maana yake kumbe Kristo ndio anapanda mbegu ya kuchukia dhambi. Kila aonaye moyoni mwake haja ya kuwa na kweli na usafi, kila asadikie hali yake ya dhambi, huwa anashuhudia kwamba Roho Mtakatifu anafanya kazi moyoni mwake. Umeona kaka hali hapa? Yaani kila anayesadiki hali yake ya dhambi. Swali, hivi kwa mwanadamu ni rahisi kusadiki hali yetu ya dhambi? Sio kitu kidogo. Yaani ile tu kukubali hata mimi nimekukosea Vedastus huwa ni ngumu mno. Yaani kuna kuwa na ugumu fulani ambao shetani huwa anaufunga kabisa. Sasa Roho Mtakatifu ndio anafanya kazi ya kusadikisha kile kitu. Na kweli huwa tunaguswa kabisa, ila hapa nimemkosea, lakini nasema mimi hamna bwana. Yaani mnaanza kupingana wewe mwenyewe tu. Yaani hapo ujue ni pambano kubwa mno. Na ile tu kitendo cha kuelewa kwamba hapa nimekosea,
ni Roho Mtakatifu anafanya kazi. Kwa hiyo ile kukubaliana naye sasa ndio kukubaliana na Roho wa Kristo. Na hapo ndipo sasa unaelekea kwenye toba. Toba haiji mpaka mapambano hayo yaje. Na ndio maana yani mpaka mtu kufikia hatua akili au nikiri kwamba nimekukosea, ni mpaka pambano liliendelea kwanza moyoni. Alafu ndio sema naomba unisamehe, nimekosea. Si mnaona yule mwana mpotevu? Nafikiri alirudi tu kwa baba yake. Alianza kupambana kule. Alikaa kwanza akasema, hivi nimefanya nini? Kwa hiyo alipoanza kujishauri huko, mapambano yakaendelea. Ni nani aliyekuwa anafanya kazi kule? Roho wa Kristo. Ndio atakayetuvuta hata sisi. Kwa hiyo toba kimsingi, nilikuwa natafuta hicho kitu kwamba toba ya kweli inasababishwa na Kristo mwenyewe. Sasa shetani huwa anatufunga hapa, kutufanya tusiweze kuwa na toba ya kweli, tuwe na majuto ya kuzunikia matokeo ya dhambi. Kwa mfano, hii ndio ilikuwa toba ya kimsingi, sio toba lakini tunaita tu hivyo kama, lakini kimsingi ilikuwa toba ya Yuda na ya wengine waliokuwepo, wameandikwa ambao walihuzunikia matokeo. Kama leo unaweza ukafanya tatizo ukapata kitu fulani, sasa badala ya kumuomba Mungu akusamee kwa kile kilichokuwa chanzo, unaumia kwa ajili ya matokeo. Huwa natolea mfano huu ili ueleweke zaidi kwamba mabinti wengi wakipewa mimba mashuleni, si ndio? Huwa wanalia na kuzunika kwa ajili ya kufukuzwa mashuleni. Yaani hapo natolea mfano ili tu nieleweke maana ya toba, si ndio? Sasa anapohuzunika kwa ajili ya kufukuzwa shule au nyumbani wanaenda kunifukuza, ile sio toba. Toba ya kweli alitakiwa uzunikie ujinga aliyoufanya wa kuzini. Kwa sababu Biblia inaposema kwamba mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, ina maana kubwa. Na kweli mtu ambaye anazini na vibinti, yani kimsingi Biblia ndio inamaanisha hivyo, anakuwa hana akili. Hata mambo mengine atayafanya ya ajabu sana, sio hilo tu. Kwa hiyo anakuwa hana akili kabisa, yani ufahamu wake unakuwa umepoozeshwa. Kwa sababu kufikia hatua ukazini tu na mtu ambaye humjui, au mtu ambaye unajua kabisa ni mtoto wa dada au ni mtoto wa kaka, yani maana yake yani umepozeshwa akili, ufahamu. Ndio hicho kitu ambacho shetani anakifanya. Sasa tutakapofikia hali hii ya kuelewa, shetani pia anakuwa anaendeleza vita au changamoto za kutufanya tusiweze kufikia hali hiyo. Kwa sababu kuna mambo ambayo shetani huwa anayaleta ya kutukatisha tamaa, na wakati fulani tunajiona kwamba tumetanga mbali sana, hatuna haja ya kutotubu. Kwa hiyo nafikia hatua kwamba tunaona kwamba basi tu. Ndio hapo Mkristo anafikia hatua kuona kwamba basi mimi naendelea tuna maisha ya kawaida. Hapo tayari maana yake tunakuwa tumeshatekwa kwa namna fulani, hatujui. Yani kwa mfano hata kuna maisha mengine ya kufanya matengenezo tunayaonaga tu, yani umeamua tu kuishi hivyo, lakini sio kwamba haiwezekani, lakini tunachagua. Kwa mfano miwa nikisoma kwenye Pambano Kuu kwamba kwenye Pambano Kuu ni ukurasa wa ngapi huu? Ni hii haya ni ukweli kwamba Kristo ameshinda. Ni ukurasa wa ngapi Kiswahili? Hapa. Kiingereza ni 510. Unajua miwa nikisoma hii Pambano Kuu kwenye Kiswahili ni 423, sawa? Anasema hivi, aya tu hiyo ya pili kutoka juu, wale wanaouliza sura, Pambano Kuu ni sura ya 31. Naanza aya tu hiyo ya chini, sawa? Sawa? Inayosema shetani, tumeiona?
Anasema shetani alimshambulia Kristo vibaya sana kwa majaribu yake makali sana na ya werevu wa hali ya juu sana, lakini alishindwa katika kila nini? Jaribu. Vita hivyo vilipiganwa kwa niaba yetu. Ushindi huo unafanya iwezekane kwetu kufanya nini? Kushinda. Kristo atawapatia nguvu wote wanaoitafuta. Sasa wengi huwa hatutafuti. Yaani unajua hata hii nguvu ya kushinda dhambi ni tunaitafuta kabisa. Tunamuomba Mungu, tunafunga na kuomba, tunamlilia Mungu, anatupatia. Anasema hivi, hakuna mtu anayeweza kushindwa na shetani pasipo yeye mwenyewe kufanya nini? Kukubali. Umeona hiki kitu sasa? Maana yake kumbe huwa tunakubali kwanza kushindwa na shetani. Anasema shetani hana uwezo wa kutawala nia au kulazimisha mtu kutenda dhambi. Kutawala nia au kumlazimisha mtu kutenda nini? Dhambi. Anasema yeye anaweza kutesa. Yaani kumbe shetani anaweza kufanya nini? Kutesa. Lakini hawezi kufanya nini? Kuchafua. Anaweza kusababisha maumivu, lakini hawezi kufanya nini? Kunajisi. Ukweli kwamba Kristo ameshinda unapaswa kuchochea ujasiri kwa wafuasi wake kupambana kiume vita dhidi ya dhambi na nani? Sasa hii sentensi hii ndio tuiangalie kwamba yeye anaweza kusababisha maumivu, si ndio? Kwanza anaweza kutesa. Maana yake kumbe tutarajie kwamba kuna kuteswa. Anaweza hata kukupa hata msongo wa mawazo. Yaani unashangaa tu, mbona mimi nawaza sana? Au unakuta mbona mimi unajua hii na yenyewe wapendwa, unaweza wakati mwingine ukafikia hatua. Yaani kwa mfano kuna hali fulani huwa tunakuwa nayo, na hii inaweza kuwa tu kwa kila mwanadamu kwa sababu ni dhambi zile zile zinakuaga kwa wanadamu tu. Kwa mfano, wenzio nawaona hawapendi sana mambo ya Mungu. Sasa unafikia tu unawachukia hadi chuki ya kimwili. Yaani unafikia tu unajihesabia kwamba umefika, alafu wenzio unaanza kuona wamepotea. Lakini hili na lenyewe ni jaribu, ni danganyo. Kwa sababu gani? Inafikia tu unajipima kwa wao. Alafu kijilinganisha kwa level yao, unaona we uko level kubwa kuwazidi wao. Kwa hiyo unaishia pale pale. Na Wakristo wengi wa dakika hizi za mwisho ndio tunakuwa hivyo. Ila tunashindwa kuelewa kipimo chetu ni nani? Ni Kristo. Na ndio maana hatuendelei pale tulipoishia, kwa sababu tuliokutana nao wana level iliyoishia hapo. Kwa hiyo hata kwenda mbele zaidi huoni haja. Unahisi umefika. Kuna sentensi fulani kwenye hiki kitabu, ngoja nikuonyeshe hapa. Ni hiyo sura sawa ya 3, lakini karibu na mwisho. Sasa hii kwa sababu karibu na mwisho huko, anasema hivi, wenye mioyo migumu wasiotubu pengine ujisingizia wakisema hivi juu yao wanaojidai ni wa Kristo, ila tu mimi ni mtu mwema kwa kadri wanavyokuwa wema wale. Umeona hii sentence? Yaani sasa hapa imeonyeshwa wasiotubu ila wao wanajiona kama wako tu vizuri. Anasema mimi ni mwema kama vile walivyo wema wale. Yaani nimejilinganisha na watu. Anasema wao hawajinyimi zaidi ya mimi. Yaani kwamba unaona mbona wanafunga tu Jumatano na wewe basi tuko level ile ile. Anasema najiweza jinsi wafanyavyo. Wao pia upendezwa na anasa za kidunia kama nipendezwavyo mimi. Unajua kuna wakati fulani hata kwa wahubiri unaweza ukamwona mhubiri mwingine, kumbe fulani naye anafanya, kumbe na Mbajo huwa analala sana hivi, naona lala hivyo. Sasa unaanza kujilinganisha na Mbajo. Mbajo sio kipimo chako. Sikiliza hapa. Hivyo watu kama hao hujisingizia kwa ajili ya makosa ya wengine ili wasifanye wajibu wao.
Sikiliza. Lakini kujisingizia hivyo haifai kitu, kwa kuwa Bwana ametuwekea mfano usio wa kibinadamu, mwana wa Mungu asiye na hila wala kosa lolote. Yeye ndiye mfano wetu. Sasa sikiliza, anaendelea kusema, kwa hiyo mfano wetu ni nani? Kristo, sio mwanadamu, sio Mbajo wala sio Ino wala nani hala Jose, hapana. Mfano wetu ni Kristo. Sasa wengi watu kiangalia wahudumu, mbona yule anakula hivi, kumbe naye hajafanya hivi, naona fanya, unafuata tu. Kumbe tunasahau pateni wetu ni nani? Kristo. Na hii ndio maana inatokana na kwamba wengi hatupendi kusoma wenyewe. Tunapenda jamani, sisemi tusisikize mahubiri ya wengine, hata mimi nasikiliza, maana ili kujua na wengine wanaelewa nini. Lakini kama tukiishia kusikiliza ya watu, hatufanyi bidii sisi kuzama kwenye vitabu, hatutakuwa kiroho. Tutaishia ile level ya wengine. Ukiingia mwenyewe kabisa kutafakari hiki kitabu, utakielewa tofauti hata mimi nilivyokielezea. Na wewe unaelewa tena tofauti. Aya ile ile unaelewa tofauti. Hivyo ndio uzoefu Mungu anataka wenyewe tuwe nao. Na tutaangalia, nadhani kuna nani, narudi hapo, kuna aya huku tutakuja kuiangalia ambayo inahusiana na hicho kitu. Tutakuja tuangalie hapo baadaye, sawa? Yes, sasa sikiliza, anasema hivi. Tulikuwa hapa, sawa? Anasema hivi, wale ambao hunungunika kwa ajili ya mwenendo mbaya wa wengine wanaojidai kuwa ni Wakristo, imewapasa kufuatisha maisha na matendo ya Kristo na kuwatolea wengine namna ya mfano ulio bora. Hivi muone hiki kitu. Yaani hatupasi si kunungunika kwa ajili ya makosa ya wengine. Unajua wakati fulani tunanungunika, sio kuwasaidia, yaani unanungunika. Hatupasi kunungunika kwa ajili ya makosa ya wengine, ila sisi tunatakiwa kuwaonyesha wao mfano ulio bora. Wao wanatenda hivi, sisi tunatenda vile. Kwa hiyo matendo yetu ndio yatasema zaidi. Umeona hicho kitu? Maana yake hata ukweli wa leo kimsingi sisi tutaendelea kuhubiri ukweli wa leo hata kama wale hawahubiri. Kwa hiyo sisi kwa kuhubiri watu tu wataona, ila hawa ndio wanahubiri ukweli wa leo, ndio wanaenda kuusikiliza. Lakini wakija kwa mfano kila Sabato, wanatukuta tu sisi tunawasema wao. Hatuhubiri ule ambao unaitwa ukweli. Hivi mtu anajifunza nini? Yaani kwa mfano kila Sabato sisi tuko hapa, tunaanza kuwapondea wengine. Tunawapondea wengine, ila hatuhubiri ukweli ambao tunatakiwa sasa tuhubiri. Sasa hapo swali, tunakuwa tunafanya nini? Kwa hiyo kumbe tunatakiwa tunapokutana tujifunze kweli zile ambazo zimeachwa, ndio sisi tujifunze kwanza tuzielewe. Alafu kupitia kuzielewa na maisha yetu yakabadilishwa, maana yake itakuwa ni mfano bora kwa wengine. Na ndio maana matendo yetu, unajua Adventist Home anasema matendo, maisha yale yanahubiri kuzidi hata mahubiri yanayohubiriwa wapi? Mimbarani. Kwa hiyo tutabadilika tu hata kwa mtindo wa maisha. Kuna mambo mengine ukiyaishi tu hata usipohubiri, watu wakifika wakatazama, tayari anapata somo kimya kimya huko anaenda, ila ameshapata. Unajua sasa hivi kuhubiri sio ile kibinadamu. Unajua wakati kibinadamu huwa yani kwa kweli ubinadamu Mungu atusaidia tuondolee, kwa sababu huwa tuna mitazamo kwamba ili ukweli usikike ni mpaka, yani wewe unaulazimisha kwa mtu kila muda. Hamna, huo ni wasi, achana nao kabisa. Yani na kesho unarudia hicho tu kile. Lakini kumbe kwa namna tutakavyowapenda na kuwasaidia wengine, tayari tutawavuta tu kwa Kristo. Alafu wataishi Ukristo huo ambao ni sahihi. Kwa hiyo tunapaswa kuuishi. Anasema hivi, wamejua namna iwapasavyo wa Kristo kufanya. Hivyo wakikosa wenyewe kufanya yaliyo mema, makosa ni yao, makosa yao ni makubwa zaidi. Umeona sasa kosa linavyokuja? Yaani nakuja sisi wenyewe wajibu wetu tu hatujautimiliza. Lakini kila siku tunakuwa tunatazama ya wengine. Yetu zaidi hatuyatazami. Tunajikuta tupo katika hali mbaya zaidi kuliko wao.
Simaanishi kwamba tusipige kelele, maana ukihubiri hili somo linaweza ikawa mtu akasema kwamba unakataa ile Isaya 58 fungu la kwanza. Isaya 58 iko pale pale tu, si ndio? Piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Lakini swali, umeanza na zako? Maana issue sio tu kupiga kelele, swali zangu nimeanza nazo. Unajua ukijifunza somo la kujichunguza binafsi, yani unaweza ukajikuta uko mbali zaidi ya yule unayemhubiri. Somo la kujichunguza binafsi huwa linaweza kukunyenyekeza hadi ukawa mpole, ukaona kwamba kumbe natakiwa nijihubiri kwanza mimi. Si kama hapo nimeeleweka hiyo point. Ngoja nikusomee kitu kimoja kwenye Pastoral Ministry. Unajua hii Pastoral Ministry kwa kweli ni kitabu kizuri, kitafuteni jamani, kitabu kitatusaidia sana. Kitatusaidia, na laiti tungekuwa nacho tukawa tunagitafakari mchana na usiku, kitakuwa msaada. Unajua kuna aya moja hapa, sawa? Inasema hivi. Kuna aya moja hapa inasema hivi, ngoja tuisome. Ni Pastoral Ministry ukurasa wa 24 aya ya 4. 24 aya ya 4. Sawa? Anasema hivi, hebu sikiliza sasa. Nimeonyeshwa kwamba wengi wako katika hatari kubwa zaidi ya kushindwa kutimiza utakatifu mkamilifu katika kumcha Bwana. Wachungaji au wahudumu wa Injili wako katika hatari ya kupoteza roho zao wenyewe. Wengine ambao wamewahubiria wengine watatupwa mbali wenyewe kwa sababu hawajakamilisha tabia ya Kikristo. Katika kazi yao hawaokoi roho na kushindwa hata kuokoa nafsi zao wenyewe. Hawaoni umuhimu wa kujifahamu na kujitawala nafsi. Umeona hiki kitu? Kujifahamu. Kujifahamu maana yake inaangukia pale kwenye kujichunguza nini? Binafsi. Unajua wengi hatujifahamu. Na wapendwa, kujifahamu na penye unajua ni process, si ndio? Yani ni hatua kujifahamu. Kwa sababu hata kujua makosa yangu ni ngumu bila Kristo. Ndio maana Daudi kwenye Zaburi 19:12 akasema, ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Yani maana yake kuna dhambi ambazo hatuna uwezo sisi wenyewe kuzijua. Yani unaweza ukaishi ukajipima kwenye maisha, ukijipima mwenyewe tu na wengine unajiona huko kama vizuri, lakini Kristo ndio kipimo. Tutamuangalia hapa. Sikiliza. Hawaoni umuhimu wa kujifahamu na kujitawala nafsi. Hawakeshi na kuomba wasije wakaingia majaribuni. Ikiwa wangekesha, wangefahamu udhaifu wao ambako kuna uwezekano mkubwa wa kushambuliwa na majaribu. Kwa kukesha na kuomba, maeneo yao dhaifu zaidi anasema yaweza kulindwa hata kuwa maeneo yao yenye nguvu zaidi, na wanaweza kukutana na majaribu bila kushindwa. Kila mfuasi wa Kristo, angalia seki kitu, anapaswa kujichunguza kila siku ili apate kufahamu kabisa mwenendo wake mwenyewe. Karibu kuna kila kupuuzwa kwa kujichunguza. Huku kupuuza kuna hatari chanya kwa mtu anayedai kuwa msemaji wa Mungu. Muona hiki kitu? Akiwa katika nafasi ya woga ya kuwajibika, ya kupokea maneno kutoka kwa Mungu kuwapa watu wake. Mwenendo wa kila siku wa mtu kama huyo una mvuto mkubwa kwa wengine. Ikiwa ana mafanikio yoyote katika kazi, anawaleta waongofu wake kwenye kiwango chake cha chini, na ni mara chache kwamba wanafikia kiwango cha juu zaidi. Yani maana yake hata ukiongoa watu, unaongoa ila katika level yako. Sasa bado sio sahihi. Haya. Anasema hivi, sikiliza. Njia za wahudumu wao, maneno yake, ishara
na adabu yake, imani yake na uchaji Mungu wake vinachukuliwa kuwa ni kielelezo cha Waadventista wote wanaotunza Sabato. Umeona hiki kitu? Na wakimwiga yeye ambaye amewafundisha ukweli, wanafikiri kwamba wanafanya wajibu wao wote. Umeona hiki kitu? Yaani maana yake tunajipima kwa watu. Tukijipima kwa watu, wapendwa, tunakuwa hatujafika, tutaishia kuanguka. Kwa hiyo tunatakiwa kujipima kwa Kristo. Kristo ndiye ambaye ni kielelezo chetu. Sawa jamani? Kwa hiyo hata kwenye maombi, wapendwa, ya kufunga na kuomba, tunatakiwa sisi wenyewe tuingie katika maombi hayo. Hatupaswi kuangalia kwamba wenzetu wanaomba wanaishia wapi. Hata kukesha, sasa hivi tunatakiwa kukesha. Unajua leo ukizungumzia hata ukasema, jamani leo tunaenda kukesha, mtu anakuambia mmekuwa walokole. Walokole ndio wanakesha. Hebu ona Yesu alichokuwa anakifanya hapa. Kwa tunaenda kumalizia. Nilikuwa na tafakari hapa. Unajua sisi tunalala sana. Mungu atusaidie tu. Sura tu ya kwanza ya hiki kitabu Pastoral Ministry, ibada binafsi, anasema hivi: ufanisi na uwezo unaofuatana na mhudumu aliyeongoka kweli ungewafanya wanafiki katika Sayuni kutetemeka na wenye dhambi kuogopa. Kiwango cha kweli na utakatifu kinatambaa mavumbini. Ikiwa wale wanaotoa onyo zito kwa wakati huu wangeweza kutambua uwajibikaji wao kwa Mungu, wangeona umuhimu wa maombi. Haya, katika sura ya kwanza hii ambayo inasema ibada binafsi, inasema hivi: ufanisi na uwezo unaofuatana na mhudumu aliyeongoka kweli ungewafanya wanafiki katika Sayuni kutetemeka na wenye dhambi. Nadhani hii ndio tumeisoma yote, si? Yes, basi tuirudie tu kwamba hapa utagundua kwamba ukimhubiri mtu katika kiwango chako, ukataka aishi maisha yako, au mtu akajipima kwa maisha yako, kimsingi anakuwa hajafikia level Kristo anayohitaji aifikie, kwa sababu anakuwa anaangalia level wewe ulipoishia. Kwa hiyo na yeye mwisho wa siku anaishia katika ile level. Kwa hiyo bado tu inaleta changamoto kubwa. Sawa jamani? Sasa kipimo chetu ni nani? Kristo. Kipimo chetu ni Kristo, maana yake hatuna budi kuangalia Kristo, na ndio maana uzoefu unahitaji sisi wenyewe tuingie kusoma Mungu. Sasa hapa Kristo hapana, hii hatujaisoma. Sawa? Hatujamaliza. Naomba nirudie. Anasema hivi: ufanisi na uwezo unaofuatana na mhudumu aliyeongoka kweli ungewafanya wanafiki katika Sayuni kutetemeka na wenye dhambi kuogopa. Kiwango cha kweli na utakatifu kinatambaa mavumbini. Ikiwa wale wanaotoa onyo zito kwa wakati huu wangeweza kutambua uwajibikaji wao kwa Mungu, wangeona umuhimu wa maombi ya bidii. Sasa hapa ndio kipengele ambacho sijakisoma. Anasema wakati miji iliponyamazishwa katika usingizi wa usiku wa manane, wakati kila mtu alipokuwa amekwenda nyumbani kwake, Kristo kielelezo chetu angeenda mpaka mlima wa Mizeituni, na huko katikati ya miti ifunikayo angekaa usiku kucha akikesha katika maombi. Yesu angeenda huko usiku, tena miti ikiwa imeinama. Leo sisi tu hata hapa usiku ukiambiwa kutoka uje kuomba mwenyewe kana kwamba kuna mtu hayo. Kwa hiyo tayari unaanza kujitisha mwenyewe. Kimsingi ni shetani ndio anakutisha. Usiende uje kama kuna mtu pale, wakati kumbe mtu hayupo. Ngoja nini leo usiku amelala kule. Kwa hiyo kwa sababu ya taarifa mbalimbali tunahisi hivyo, lakini kimsingi tunatakiwa kuwa watu wa maombi na kujichunguza. Shetani ametuteka tukifikiri kwamba kiwango tulichonacho kinatosha, haina haja wala ya kujisumbua
ya kuongeza bidii. Hii inatosha bwana, tutaokolewa. Hivyo hivyo tu. Ni kweli tunatiana moyo tutaokolewa, lakini tunachotakiwa tusiishie kwenye vipimo vya kibinadamu. Hebu twende mbele zaidi kama Kristo alivyotuelekeza. Tunapojifunza wenyewe na kujichunguza wenyewe, tunapata uzoefu fulani. Na wakati fulani tumeishi mazingira hata ya kifamilia, unaangalia kwamba tunaishi na baba na mama yuko hivi, tutakiwa si kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo unahisi kwamba ukienda mbali zaidi, kwanza utaleta usumbufu au kero kwa wenzio. Kumbe wewe unatakiwa nenda kule ambako unajua Biblia inasema aliyepewa vingi watataka na zaidi. Yaani maana yake kama kwako wameweka amana ya vitu vingi, Mungu atataka na zaidi. Kwa hiyo hiki kitabu tutakisoma, ukipata muda wako utafute cha kwako ili unasoma vizuri. Tukisome, kinaeleza mambo mazuri mno yanaweza kutusaidia. Shetani ametudanganya sana. Kwa hiyo inafikia tu hata unajua leo kwa nini tunaona migawanyiko sana? Nilipokuwa nasoma zile agenda za shetani pale chini, sema sasa kitabu kipo huko, lakini kimsingi ukienda ile Testimony to Ministers, chini yake tu pale kwenye huo ukurasa wa 473 anasema kwamba, nani atakuwa amefika hapo? Anasema kwamba tutaenda kusababisha, we will cause divisions. Acha tu. Anasema tutaenda kusababisha nini? Divisions, migawanyiko. Alafu chuki, kuhukumiana, ubinafsi, hayo hasa kusemana ovyo na nini. Sasa hayo kumbuka ni shetani yameleta. Na ndio maana leo ukiangalia hata kwa wana matengenezo wengi, hivi vitu ndio vina transpire. Yaani badala ya upendo tunazidisha ubinafsi kila tunapoitwa leo. Na kwa sababu sasa tunajua kwamba wawili hawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana, tunatumia kigezo hicho kuzidi kufanya utengano. Lakini sio utengano, sio jambo zuri, ndio. Lakini pia nuru na giza haviwezi kukaa pamoja. Hiyo iko sawa tu. Lakini swali, tunatumia yale mafungu ili kuleta utengano. Yaani sawa kwenye familia, baba anatumia fungu anasema nyie mmeambiwa mnatii, kwa hiyo unatakiwa kutii. Yaani tunatumia mafungu ile, yaani kama kukomoa. Sasa hiyo sio kujifunza na kuelewa. Mwisho wa siku ndoa yako haitakuwa tuna furaha, kwa sababu unatumia maandiko vibaya. Kwa hiyo wasa wengi tumetumia kwamba nuru na giza haziwezi zikakaa pamoja. Lakini swali, nyinyi wote mnaitwa Wasabato. Sasa swali, na wote mnatafuta kuokolewa. Kweli kukaa pamoja tu na kuangalia weka mambo vizuri? Kinachokosekana ni roho ya unyenyekevu, ndicho ambacho ninakiona. Kwa sababu roho ya unyenyekevu ikikosekana, maana yake hata tofauti zetu hatutaweza kuziweka pale, alafu tukamwomba Mungu akatusaidia. Unajua wenzetu, ndio maana uzoefu unaohitajika kimsingi ni wa kanisa la Philadelphia. Kwa sababu gani? Wenzetu waliweza kukaa na kuomba na kufunga. Lakini Helen walikuwa wakishindwa kuelewa somo fulani, wanaenda kuomba wapate nuru ya lile somo. Sisi tukipata nuru au kutoelewa somo fulani, eti tunaanza tu kutengana na kutukanana na kuonana we tayari, na majina mengine tunapeana ambayo kimsingi hayafai. Lakini yote haya tutakuja tuyaangalie tu siku moja tukipata nafasi, tuone jinsi gani yanaingia katika ubinafsi au kujihesabia haki, na tunaingia kwenye anguko lile la Petro. Petro alipojiinua ndipo alipozama. Na sisi tutakavyozidi kujiinua ndivyo tutazidi kuzama. Kwa hiyo tutakosa upendo, kwa sababu ukiangalia maisha yote ya Yesu Kristo utagundua kwamba aliitwa hadi rafiki wa hawa. Mbona sisi hatuitwi hivyo? Ujue kuna kitu kimepelea. Unajua mpaka anaitwa rafiki wa wenye dhambi. Maana yake Yesu hakuwa na
Yesu sio kwamba anapenda dhambi, ila huyu mtu huyu mdhambi huyu ndio anampenda Kristo, anamtafuta. Kwa nini sisi tusiwatafute kwa kuwapenda? Eti sisi tunawachukia tena. Kuna kitu bado kina shida. Maana yake hatuna uwezo sisi wa kukaa nao meza moja kama Kristo. Yaani hili swala wapendwa, hata kama tutajificha, yaani leo iko hivyo. Huwezi ukamkuta mwana matengenezo anayejiita amekaa na mtu wa nominal Adventist pale wanakula pamoja. Yaani ni kitu ambacho kinaweza ikawa kama ni vita. Yaani anaweza akachukua, yaani kwa roho hiyo, yaani malaika unaona mtu anaweza akachukua hata Saadi yaani kwa sababu roho gani hii kwamba yaani tuna roho fulani ni mbaya kimsingi. Kwa sababu huwezi kumuona mwenzio kana kwamba amepotea kabisa, wewe huko umeokolewa. No. Kumbe wote tulitakiwa tuonyeshe upendo kwa ndugu zetu hawa, tuonyeshe upendo. Tukionyesha upendo, watavutwa hata kwa ule upendo wa Kristo kama sisi tunavyo, au kama sisi wote kwa ujumla tunavyovutwa kwa upendo wa Kristo. Kwa hiyo roho hii ya chuki Shetani ameizidisha hasa miongoni mwa watu wanaojiita wana matengenezo. Lakini pia tumejiita hivyo mara nyingi. Lakini kimsingi kama tungeishi matengenezo tungeitwa tu. Wala hata kama usipojiita ungeitwa hivyo tu. Maana wana matengenezo mara nyingi wameitwa majina mengi tu ambayo hata hawakujihangaisha sana kujiita. Lakini watu wanasema hakika nyinyi ni watu fulani kwa sababu ya maisha mnayoyaishi, mnadhihirisha kwa vitendo kile mnachokiishi. Lakini leo wengi tunasema ila hatuishi. Sisi ni wana matengenezo. Ukiletewa kitu fulani kingine kama ndio Kristo huko hivi bora niache. Kwa hiyo kuna mambo mengine yatatukwamisha kwa sababu tulifikiri kwamba matengenezo tuliyatafsiri kwa namna tuliyoona sisi wenyewe. Mungu atusaidie tu jamani. Lakini matengenezo kimsingi ni mchakato mkubwa. Na mpaka ifikie hatua tukachongwe kweli tufae. Tuliangalia huu mfano. Tukaona kwamba kila kitu kilicholetwa hapa walielekezwa wana wa Israeli wachonge kule machimboni. Yaani hapa kile kitu kilikuwa kinaletwa kikiwa kamili. Hakukuwa na kelele hapa za kuanza kuchonga vitu. Hata mahekalu ya zamani walikuwa wanatengeneza kule bwana maiza, yani kama ni tofali au jiwe linachongwa linakamilika huko. Huko linabebwa kwenda kutumika. Ndio maana ile neno inasema wale wasiokubali kuchongwa na manabii. Maana yake hata kama ni kiburi, hata kama ni mjuaji, hata kama ni nini, lazima tukubali kuchongwa. Hapo ukiangalia kila kitu kilichongwa, hata kuingia kwenye hizi nani hizi mbao ilichongwa ili ingie mle. Ona sisi ili tukae kweli tuunde hekalu au tuunde mwili wa Kristo, lazima tukubali kuchongwa. Chongwa na manabii, matengenezo ya afya, shauri mbalimbali, uvaaji, kila kitu. Ndio ukisoma huu mpaka uvaaji unaweza ukasema sasa mbona sisi hatujachongwa na manabii? Kwa hiyo lakini ukisoma utaelewa kwamba Mungu anaelekeza nini. Mungu awabariki. Mimi naomba niishie hapa. Mungu atusaidie kuweza kutambua madanganyo ya Shetani ambayo ameendelea kutudanganya ili tuweze kuamka. Mungu awabariki sana. Basi tuweze kupiga magoti, tuweze kupata ombi. Basi tuombe. Baba yetu mwema, rafiki yetu mpendwa, asante kwa sababu wewe unatupenda. Asante kwa sababu hautamani hata mmoja wetu aweze kuangamia. Lakini Shetani ametudanganya sana kwa mbinu mbalimbali, na hata wakati fulani tunashindwa kuelewa mambo mengi kwa sababu tu ya hila zake za udanganyifu. Lakini Bwana, asante kwa sababu wewe unajua hila zote alizozipanga dhidi yetu. Na hivyo Bwana unatamani kutusaidia. Hivyo tunakusihi Baba, endelea kutusaidia watoto wako.
Asante kwa sababu unaendelea kutufundisha na kutunyenyekeza. Endelea Bwana kutupatia farijiko la pekee kupitia neno lako, Roho wako. Endelea Bwana kutunyenyekeza chini ya mbawa zako. Asante hata kwa sabato hii ambayo Bwana umeruhusu tuweze kuiona. Sio kwamba sisi au ni watakatifu sana kuzidi waliokufa, hapana. Kwa sababu neema yako tu ambayo umetupatia wote imeendelea kutusihi. Huenda kuna mahali fulani bado hatujakamilisha Bwana. Tunakusihi endelea kutukamilisha sawa na mapenzi yako. Tufanye kuwa wa marafiki, tupendane, tusaidiane, na sio kuchukiana. Wakati fulani hata vyakula tunavyokula Bwana vimeleta hasira na chuki mbaya. Tusaidie Bwana. Tumeharibiwa kila upande na adui. Na wakati fulani hatujui sasa ndivyo tunapenda. Lakini kumbe unahitaji kutufundisha kwa namna ya pekee. Tusaidie Bwana, tuendelee kunyenyekea miguuni pako. Tunaamini utatusaidia. Asante pia kwa msikilizaji na mtazamaji ambao wameendelea kusikiliza na kutazama masomo haya popote waliko, walio mbali, walioko hapa. Sote kwa pamoja Bwana tunajikabidhi miguuni pako. Tusaidie, tunyenyekeze, tuishi maelekezo yako. Asante kwa sababu wewe ni mwema mno, mwaminifu na wa haki. Tunaamini Bwana utatutendea sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumeomba na kuamini. Amen.